Kwanza kabisa pole sana Imelda. Tumetambua mchango wako wa kumpambania Hawa mpaka kwenda India kutibiwa. Taarifa hizi za kifo chake umezipatia wapi, labda kwa watu ambao wanataka kufahamu zaidi? Nika ofisini tu nikasijiwa na watu ambao walikuwa wanamwangalia, ambao mimi nilivyoenda nilioraki hapa. Ya ambao walikuwa nao India au nao walikuwa wapo Tanzania? Hapana, ni wa Tanzania lakini wanaishi India, walikuwa ndo wanamwangalia pale. Ndio. Pamoja na kakake, lakini alinipigia mdada ambaye kuwa pia anamwangalia, ndo alipiga pale. Ndio. Maendeleo yake yalikuwa vipi kabla kifo chake Karina? Alikuwa amepona, alikuwa anaendelea vizuri, kabisa. Na maana alikuwa anatakiwa kurudi leo, lakini daktari alimuongezea muda mchache baada ya kuweza kumonita vidonda, lakini alikuwa hana tatizo. Alikuwa anaendelea vizuri kabisa. Ndio. Mchango wake ambavyo wewe unamfahamu na vile ambavyo umemsaidia mpaka kwenda India kwenye filamu au kwenye hii video vixen, maigizo ya video vixen, ulikuwa vipi ambao ulikuwa mtoke karibu? Kwanza alikuwa anatamani sana kupona, harudi kwenye career yake. Alikuwa anatamani sana kuigiza. Alikuwa anatamani sana. Alisema mimi nikipona nikiibukia pale jua kali au bali, kwa hiyo mtu ambaye alikuwa ana ndoto yake kuiendeleza. Ndio. Kwa kutambua mchango wako Imelda wa kufanikisha kumpeleka India, labda ningependa pia kufahamu ulikuwa mchango wako binafsi au mchango wa serikali pia au mchango wa watu wengine ambao walikuwa ni mashabiki tuseme wa Karina ambao walimchangia kwenda kule India? Kwanza tuseme na tutaweza kushandisha wenyewe kifo kwenye matiji, lakini baadaye serikali ilifikia na serikali kaweka mkono wake kubwa sana. Lakini kabla hapo kuna Ushe Suleiman kilinitafuta, alifanya naye mchango mkubwa sana, alitabiki lokali kwa 50. Lakini pia serikali ilifanya ilichukua jukumu kubwa pia tangu liko kule na nini, kwa hiyo mpaka hivi anapokuwa ilikuwa kwenye mikono ya serikali. Ndio. Okay, hapa Imelda umeniambia alikuwa anaendelea vizuri, ila tu daktari aliamua kuongezea muda ili aweze kubaki, lakini alitakiwa arudi leo. Unaweza kutuambia pia kipi ambacho kimesababisha hasa kifo chake, na alikuwa anaendelea vizuri kama hapo umesema? Bado madaktari hawajatoa taarifa, lakini alikuwa amelala wakati amefariki, lakini bado madaktari hawajatoa taarifa ya kifo sahihi kilitokea labda usiku au pale nini ambacho labda kuna kitu na tunasema alikuwa anatapita, lakini alikuwa amelala. Kwa hata walivyokuja kumkuta mke alikuja kumgongea chumbani, akamkuta yuko kwenye hali mbaya, akapelekwa hospitali. Ufika pale daktari anabisha. Ndio. Okay, kwa ndugu ambao unawasiliana nao kule India Imelda, wamepanga labda kurudi lini? Na kwa sababu hata majibu ya daktari ndo nasubiri, kwa hiyo bado. Ndio. Basi sisi kama East Africa TV na East Africa Radio pamoja na Digital, kwa niaba tunatoa pole sana kwako na familia